Habari za muda huu ndugu zangu, wananchi wenzangu popote mlipo. Ni yule ndugu yenu Juma Omari Sharifu almaarufu Alkasusu. Leo nipo hapa katika hali ile ya kukumbushana, kuelimishana katika masuala mbalimbali za kijamii. Tupo katika kilele cha siku ya mazingira duniani. Je, tunafahamu umuhimu wa kutunza mazingira? Je, unafahamu ni kosa la kutirisha maji machafu ovyo? Je, unafahamu ni kosa kupiga mziki mkubwa ovyo? Sasa tega masikio yako na kumfuatilia Juma Omari Sharifu. Kutirisha maji machafu ni kosa kubwa la kisheria. Sheria ya usimamizi wa mazingira ya mwaka 2004 inakataza waziwazi kumwaga maji taka ovyo kwenye mifereji ya barabara, vyanzo vya maji au kwenye ardhi. Mwananchi mwenzangu, ulikuwa unafahamu hilo? Kwamba kutirisha maji machafu ni kosa la kisheria? Matokeo ya kisheria na kijamii: fine na kufungiwa. Baraza la Taifa la Hifadhi la Usimamizi wa Mazingira NEMC linatoa adhabu kali, ikiwa pamoja na faini kubwa au kusimamisha shughuli kwa wanaochafua mazingira. Athari za kiafya: maji hayo husababisha magonjwa ya mlipuko kama kipindupindu na kuhara. Ndugu yangu, mwananchi mwenzangu, wewe ambao ulikuwa unaishi kimazoea, unatirisha maji machafu ovyo ovyo, kumbe sheria zipo. Siku sheria ikija kwako kukamata, usije ukasema mimi nilikuwa sijui. Kuna msemo unasema kutofahamu sheria si utetezi wa kosa uliolifanya. Alahala, ndugu yangu, mwananchi mwenzangu, kama tabia ulikuwa unaifanya hiyo ya kumwaga maji ovyo, basi usimamizi wa mazingira NEMC imeandaa katazo na faini pia. Sasa hebu tuangalie historia ndogo ya kuanzishwa kwa Baraza la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC. Baraza lilianzishwa kwa Sheria ya Taifa ya Usimamizi wa Mazingira namba 19 ya mwaka 1983 kama chombo cha kushauri serikali juu ya masuala ya utunzaji endelevu wa mazingira. Baraza ilianza kazi rasmi mwaka 1986. Sheria namba 19 ya mwaka 1983 ilifutwa mwaka 2004 na sheria ya usimamizi wa mazingira namba 20 ya 2004 sura ya 191 ambayo ilianzisha tena baraza kwa mara nyingine. Sheria hii mpya ilipa baraza nguvu ya kisheria na kusimamia hifadhi ya mazingira nchini. Kwanza tukumbuke, baraza ilifutwa na ikaanzishwa tena mara nyingine 2004. Kwa mujibu wa kifungu cha 17 ya sheria hiyo, madhumuni na sababu za kuanzisha baraza hili ni kuratibu utekelezaji wa sera sheria ya mazingira katika nyanja kuu 4, kutekeleza shughuli za uzingatiaji na usimamizi enforcement na compliance kwa sheria ya usimamizi wa mazingira, kusimamia mchakato wa tathmini ya athari kwa mazingira TAM, kuratibu kufanya mapitio ya ripoti za TAM kutoka kwa wenye miradi na kufuatilia utekelezaji wake. Hayo ni kwa uchache. Sasa ndugu yangu, kupiga mziki ni kosa kisheria? Leo tumeshuhudia mara ngapi watu wakiwa na shughuli zao wanaalika ngoma usiku wanapiga, ni kelele zile haziruhusiwi kwa mujibu wa sheria hizo. Majumbani mwetu mtu anafungua redio kubwa, ni kero kwa wengine, ni kosa kubwa kisheria. Sasa kama ulikuwa hujui, basi leo jua hivyo kwamba sheria itakuja kukamata, lakini usije ukasema mimi sijui. Leo ni hapana, nije hapa kukumbusheni, kukurekebisheni juu ya utunzaji wa mazingira.
tunaelekea kwenye kilele cha mazingira duniani. Hayo ni kwa uchache tu, elimu ndogo kabisa iliyotolewa na Juma Omar Sharif almaarufu Andika Source. Asante sana.